Chapesa Media. Mimi naitwa Wazali Tambiko, lakini nyuma kamera director Runda ambaye anatoa picha ngavu. Tupo na shabiki na mwanachama kindakindaki wa Young Africans, pia ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, lakini tupo na hapa tukijadili na tukichakata mengi ya kimichezo, kuzungumzana kuhusiana na masuala ya Young Africans baada kugomea mchezo, kuandika barua kutocheza katika mechi yake dhidi ya Simba Sports Club. Wanashabiki na wanachama Young Africans wametoka hadharani mechi kutochezwa. Kwanza Eliza, kwema? Kwema kabisa. Mambo mengine? Poa kabisa. Unaonekana majuzi kati ukiwa makao makuu ya Young Africans, unaongea vitu ambavyo hatupo tayari kucheza mechi. Ni kitu ambacho mashabiki wengi wa Young Africans wameunga mkono kwa baada ya kauli yako na baada ya kauli ya Haji Sande Manara kumtaka Rais Karia aombe radhi. Tuanzie hapo. Yeah, of course hilo ni adhimio la wananchi wote wa Young Africans Tanzania kwa ujumla na sio Dar es Salaam peke yake. Hii inatokana na kile kilichotokea baada ya kuahirishwa kwa mechi ya dabi iliyokuwa inawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Tukumbuke Young Africans alikuwa mwenyeji wa hiyo mechi, na baada ya sintofahamu kutokea ya kwamba Simba Sports Club amezuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kama kanuni inavyosema, lakini pia kwenye hiyo kanuni pia hamna kanuni inayosema kwamba usipofanya mazoezi siku moja kabla ya mechi usipeleke timu. Lakini kutokana na tukio hilo siku ya tarehe 7 Simba aliweza kuandika barua na kuwapelekea bodi ya ligi kwamba sisi kutokana na kitu kilichotokea kwa mujibu wa kanuni tulitakiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi na hatukuweza kuruhusiwa kuingia kufanya mazoezi, kwa hiyo hatupo tayari kupeleka timu uwanjani. Kwa kitu ambacho kilipelekea sintofahamu kwa nchi nzima na hata kwa watu ambao walikuwa tayari wamewisha kuja kuifuatilia hiyo mechi, ambao wengine wametoka nje ya mikoa na wengine wametoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunakuja kutambua kwamba ni kama bodi ya ligi imeshindwa kuthamini uwepo wa mashabiki na wanachama waliotoka maeneo mbalimbali kuja kufuatilia mechi ya dabi. Kama tunavyotambua kwamba dabi ya Tanzania ni dabi moja kubwa sana katika bara la Afrika Mashariki na Kati, na ni moja ya dabi ambayo inazungumzwa barani Afrika kwa ujumla. Ukitazama kwenye dabi bora barani Afrika unaweza kaikuta iko kwenye dabi 5 bora barani Afrika, lakini kitendo cha kuahirisha mechi pasipokuwa na sababu maalum, yani sababu ambazo haziridhishi, ndo iliweza kupelekea sintofahamu ya wanachama wa Young Africans kusema kwamba haya mazoea yamezidi, kwa sababu tumekuwa tukitumia busara na mwisho wa siku tunaona kama busara zinatuelemea sisi tu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki hatuko tayari kutumia tena busara. Moja kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgutu akisema busara na hekima zitumike, kwa maana jambo likiwashinda utapeleka kwenye serikali ili mradi waingilie kati. Hayo ni maneno ambayo aliyasema baada ya kuonekana wanachama na wapenzi wa Young Africans wamekomana neno kwamba hatuchezi. Ikabidi ajitokeze na kuanza kusema kwa unyonge, na kama mlimfuatilia alikuwa anaongea akiwa amepoa, ni tofauti na vile alivyotoa kauli ya kwamba mechi imeahirishwa. So kama angetambua kuwa kuna busara na hekima kabla ya kuahirisha mechi, basi yote haya yasingetokea na wala watu wasingefika huku waliko sasa hivi na wala situation ya kwenda kasi singekuwepo. Lakini alishindwa kutambua busara na hekima, maana yake alikuwa anajua kabisa kwamba wanaimudu Young Africans. Kwa hiyo kwa kipindi hiki Young Africans inaamua kusimamia msimamo wake na wameweza kupeleka shauri lao kasi. Kwa hiyo wote wameazimia kwamba kama tutashushwa daraja, kama itatokea sisi ndo tuna makosa, basi tuko tayari kushushwa daraja, lakini kwa kufuata kanuni na sheria. Sasa hivi busara haipo tena. Sasa hivi tunatakiwa tusimamie sheria na kanuni zake, kwa sababu unapoandaa michuano, unapoandaa kitu chochote, lazima kina mwongozo ambao unapelekea ili hicho kitu kiweze kufanyika, na huo mwongozo wanaandaliwa watu au wanachaguliwa watu ili waweze kusimamia ule mwongozo kwa kutenda haki kwa pande zote mbili. Kwa hiyo unapokuja swala la kutumia busara, maana yake unakuwa unainyonga timu nyingine na nyingine inakuwa inanufaika. Let's say Young Africans aliweza kufikisha timu uwanjani, pamoja na kwamba mechi iliahirishwa na bodi ya ligi. Watu wengi wanasema kwamba Yanga aliwezaje kufikisha timu uwanjani wakati mechi imeahirishwa. Kanuni inamtaka bodi ya ligi kuahirisha mechi, hilo ni jambo ambalo linajulikana, lakini kwa sababu maalum
na hizo sababu uwe umeziprove. Kwa hiyo Young Africans mpaka anapeleka timu uwanjani aliona hakukuwa na sababu ambayo ilikuwa na mantiki ambayo ingeweza kusababisha mpaka mechi kuahirishwa, na ndio maana wao walifuata kanuni inavyotaka. Kwa hiyo mimi nadhani Young Africans naweza nikasema kwamba wako sahihi kufanya kile ambacho wameadhimia kukifanya ili kuweza kuipata haki yao. Kama itatokea wakaonekana wao ndo wana makosa, basi wako tayari kushushwa daraja na adhabu yoyote ile itakayotolewa. Moja kauli ya Steven Mgutu anasema kama Young Africans ataenda kasi itakuwa ni vichekesho vikubwa sana, kwa maana ile jambo bado hajamalizika katika mamlaka husika. Ana kila sababu ya kusema, lakini unatakiwa utambue kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa bodi ya ligi na yeye ndiye mwenyekiti wa kamati ya masaa 72, na Young Africans hana imani na bodi ya ligi, hana imani na kamati ya masaa 72. Kwa hiyo ndio maana uliona Young Africans ametuma barua kwenda kwa TFF, kwa maana kwamba TFF ndiye mwenye mamlaka ya mpira Tanzania, maana TFF anao uwezo wa kukaa na bodi ya ligi, lakini mpaka sasa hivi barua ya Young Africans bado haijajibiwa, na ukiangalia mpinzani wao Young Africans yeye alivyoandika barua haikuchukua muda mrefu ikawa imejibiwa. Hicho ndio kitu ambacho kinaendelea kuwakwaza Young Africans, kwamba kwa nini mpinzani wetu yeye aliandika barua ndani ya masaa kadhaa akawa amejibiwa, lakini sisi tangu tarehe 9 tumeandika barua mpaka sasa hivi ni takriban wiki 2 zinakatika, majibu hayajatoka, kitu ambacho wameona kwamba ni sahihi wao kwenda kasi. Wanahisi wao kule ndiko watakakopata haki yao stahiki, ukikompea na hapa Tanzania kwa wameshindwa kusikilizwa na barua yao mpaka sasa hivi haijajibiwa. Moja kauli ya mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu akisema Rais Karia ni mtu muungwana sana katika soka letu, ila Young Africans wanaleta vichokochoko zao tu. Ana kila sababu ya kusema hivyo, kwa sababu ni kama TFF na bodi ya ligi wote wameegemea kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu sana na bodi ya ligi wote wameegemea kwenye upande wa Simba. Maana gani? Maana yangu ni kwamba Rais Wallace Karia alivyotoka kwenye majukumu ya CAF, tuliona vitu alivyovizungumza kwenye media, ile ni dhahiri kwamba ameegemea upande mmoja. Mimi nadhani kwa kiongozi ambaye yeye ndiye anayesimamia soka la Tanzania, alipaswa atoke kwenye majukumu ya CAF, aje akae na viongozi wa Young Africans, asikilize shida zao zilipo, nini kilichojiri mpaka kufikia hiyo hatua. Lakini kabla hajaongea na uongozi wa Young Africans, tuliona ametoka kwenye media na kuanza kutoa kauli ambazo kila mmoja hajapendezwa nazo, na hata kuna mashabiki wengine wa Simba Sports Club hawajapendezwa na zile kauli. Kitendo cha kusema kwamba kama umeshindwa mpira wetu nenda kacheze sinema zetu, maana yake hata tathnia ya sinema bado unaidhalilisha. Kuna watu wanakula kupitia sinema zetu, kuna watu wanaishi maisha yao mazuri, wanasomesha watoto wao kupitia sinema zetu. Maana yake sasa unapoenda kusema kwamba kama umeshindwa mpira nenda kacheze sinema zetu, kwanza umeidharau tathnia ya sinema zetu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwa kauli alizozitoa, ukaanza kuweka na kauli alizowahi kusema kwamba ikicheza Simba tutavaa jezi za Simba, ikicheza Yanga tutavaa jezi za Simba. Unakuja kukompea hayo maneno, unagundua kwamba kuna upande ambao ameuegemea, ila tu ni vile anashindwa kutamka moja kwa moja. Unajua mtu anapokuwa anamtafasiri mtu mwingine au anatafasiri maneno, yani maneno yake yanaweza yakasababisha akatafasiriwa na ikawa ndivyo alivyo. Ikitokea bodi ya ligi wakapanga ratiba Young Africans akapeleka timu, nani analaumiwa? Mpaka sasa hivi tarehe itakayopangwa Young Africans hayuko tayari kupeleka timu uwanjani mpaka shauri litakapotoka kasi, kwa sababu huwezi kupanga tarehe ya mechi alafu huku mpinzani au mwingine amepeleka kesi yake katika mahakama ya juu ambayo ndio inasuluhisha matatizo yote kwenye mpira wa duniani. Kwa hiyo mimi nadhani sioni mechi ikienda kuchezwa kama shauri litakuwa halijatoka kasi. Kuja kauli ya Haji Sande Manara akisema Rais wa TFF Wallace Karia ni mlevu wa madaraka. Kauli ambayo umeipata kwanza, ni sahihi Haji Manara kuongea kauli ile? Mimi sijui alijifikiria nini au yeye na Wallace Karia wana engo ipi ambayo inaleta sintofahamu, lakini mimi sitaki kuliongelea sana hilo swala la Haji Sande Manara kusema kwamba Karia ni mlevi wa madaraka. Siwezi kuungana naye au siwezi kulisupport neno kama hilo, lakini yote kwa yote ni lazima tutambue mpira wetu una vitu ambavyo vinatakiwa visimamiwe ili mpira uweze kwenda. Sasa hivi tunaambiwa sisi ligi ya Tanzania ni bora
kwa namba 5 barani Afrika. So ukiangalia na matukio yanayotokea Tanzania kwenye ligi yetu, unakuja kujiuliza maswali. Ni vigezo vipi vinavyotumika katika kuitem ligi ya Tanzania kuwa namba 5 kwa ubora barani Afrika au namba 4 barani Afrika ukilinganisha na haya matukio yanayokuwa yanatokea. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba bado tuna force na tuna nafasi, tuna safari ndefu sana ya kwenda kuitengeneza ligi simame kwenye mstari ili kusudi tusiwe na haya maneno yanayokuwepo. Mimi nadhani sheria zipo, kanuni zipo. Hizi kanuni zinakuwa zinatumika kwa baadhi ya vilabu vingine, lakini vinapokuja vilabu hivi vikubwa utasikia vilabu vinanufaika vilabu fulani na vilabu fulani vinakuwa havinufaiki. Tukitolea mfano wa mechi ya Simba Queens na JKT Queen. JKT Queen hakuweza kufika uwanjani, alipokwa alama 5 na faini ya milioni 3 akapewa Simba Sports Club. Lakini pamoja na yote JKT Queen kupokwa alama, bado bodi ya ligi ndio walikuwa na makosa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria unapotaka kuhamisha uwanja, unatoka kwenye uwanja huu unaenda kwenye uwanja huu, ni lazima utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi. Lakini bodi ya ligi walitoa taarifa siku 3 kabla ya mechi. Kwa hiyo mpo tayari mashabiki wa Young Africans kucheza dabi ya Kariakoo? Hakuna dabi tena kwa msimu huu. Ya dabi bingwa na amuliwaje bingwa kama hamna dabi ya Kariakoo? Kuna mechi zimebaki. Dabi ya Kariakoo ilikuwa iende kuamua bingwa. Mimi naweza nikakataa na kuna mechi 30 kwenye timu zipo 16, kuna mechi 30, kila mtu inabidi acheze. Kwa Young Africans watacheza mechi 29 na Simba pia atacheza mechi 20, atakuwa amecheza mechi 29. Bingwa atamuliaje? Mechi zilizobaki ni takriban mechi 7 au 6. Unategemea kwamba kati ya Simba na Yanga wote watashinda mechi zao zilizobaki? Kuna mtu atapoteza. Kwa hiyo ikitokea Young Africans amepoteza, Simba akashinda mechi zake zote, Simba bingwa. Yeah. Ikitokea Simba amepoteza mechi moja au amesale mechi moja, Young Africans akashinda mechi zake zote, Yanga bingwa. Kwa hiyo bado nitakubali kama Simba Sports Club akashinda mechi zote, nyinyi mkapoteza, Simba akapewa ubingwa. Yeah, ndio maana nimekuambia Young Africans wako tayari kwa adhabu yoyote ile itakayotolewa na CAS au FIFA, na sio bodi ya ligi wala TFF. Neno moja kwa mashabiki wa Young Africans. Neno langu moja kwa mashabiki wa Young Africans, mimi nawaomba waendelee kushikilia hapo na wasiwe na maneno mawili tofauti. Wawe na kauli moja, hatuchezi mpaka pale CAS itakapoamua. Nikushukuru sana. Asante sana.